Ujambo na karibu, nikukaribishe tena mpenzi mtazamaji na msikilizaji wa Sports Zone ya Focus Online Media, na tumerudi kuja kuzimulika taarifa mbalimbali za kimichezo, na taarifa kubwa ambayo tunayo hapa studio ni mchezo wa nusu finali katika Mapinduzi Cup ambao utapigwa majira ya saa 2:15 kwa saa za Afrika Mashariki na Tanzania, mchezo ambao unawakutanisha Simba Sports Club dhidi ya Azam FC, matajiri hawa wanalambalamba kutokea kule Chamanzi. Na tuanze kwako Alex Junior. Mchezo kati ya Simba Sports Club na Azam FC katika hatua nusu finali katika mashindano ya Mapinduzi Cup utakuwa ni mchezo wa aina gani ilinganishwe, kwani mchezo wa mwisho wa timu hizi kukutana ambao ulipigwa pale Stadio de Benjamin Mkapa, Simba waliweza kupoteza kwa mabao 2-0. Hii inatupa picha gani ama inatupa taswira gani kuelekea mchezo huu wa leo? Kwangu mimi mchezo wa leo ni kombe la Mapinduzi Zanzibar. Ni mashindano ambayo yana ukubwa wake kwa Tanzania. Mechi kati ya Azam na Simba ni mechi ambayo ni mechi ya mtoano, kwa sababu ukifungwa umetoka. Na tukiangalia mechi iliyoisha Simba wamepoteza bao 2-0, ilikuwa ni mechi ya ligi kuu NBC nadhani. Katika mechi hii ya leo mimi nadhani Simba anaanza kuingia kama anakwenda kwanza ni kurejesha ule ufalme wake na matumaini pia kwa mashabiki zake, kwa sababu amekuwa amewdisappoint kwa muda mrefu. Ukiangalia mechi zake za nyuma zilizopita, mechi za kimataifa amefanya vibaya. Mechi iliyofuata Azam pia vile akapoteza. Lakini mechi ya Azam ni mashindano ya Mapinduzi, ni mashindano tofauti. Kwa hivyo nadhani Simba tena moja kwa moja lengo lake la kwanza ni kupata ushindi. Na anapata ushindi kwamba atakuwa na malengo pia na target yake kubwa ni kuchukua kombe hili, kwa sababu kwa muda mrefu sana Simba hajachukua kombe. Kwa hiyo kwa mechi ya leo unavyoiona itakuwa ni mechi na ushindani. Azam pia watataka kuonyesha unyonge mbele ya Simba, kwa sababu Simba wanaelewa wenyewe wachezaji wa aina gani. Japokuwa kwenye mashindano haya kuna baadhi ya wachezaji hawapo, ila mechi ya leo Simba atakwenda kuingia kama timu ya kwanza katika mchezo wa leo. Sawa, huyo ni Alex Junior akimaliza hivyo. Lakini kwako Laswai Junior, kutokuwa na matokeo mazuri ama kutokuwa na mfululizo wa matokeo mazuri kwa kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club kunaleta taswira gani ama kunaleta picha gani kuelekea mchezo huu wa nusu finali dhidi ya Azam FC? Ikumbukwe Simba akiwa amepoteza mchezo huu ambao mechi ilikuwa ni ya NBC Premier League ambayo ilipigwa pale Dar es Salaam. Hii inaleta taswira gani kuelekea mchezo huu wa leo wa nusu finali? Kumbukwe huu ni mchezo wa mtoano, ukifungwa unatoka na atakayeshinda hapa anaenda katika hatua inayofuata, hatua ya finali. Inaleta taswira gani kwa Laswai Junior? Kama ulivyosema, mechi ya leo Simba versus Azam ni mechi ya knockout game. Kwa hiyo anayefungwa anafanyaje? Anatoka, anaaga machuano. Kwa hiyo so far mechi ya leo kati ya Simba na Azam, nadhani confidence ya Azam FC ipo juu kuliko ya Simba Sport Club. Ipo juu kwa sababu gani? Azam ana confidence kubwa kwa sababu walipokutana na Simba mechi iliyopita ilikuwaje, alafu kiangalia trending ya matokeo ya Azam zidi ya Simba. Yaani Azam mechi zake 5 za mwisho zipoje, Simba mechi zake 5 za mwisho zipoje. Simba nadhani amecheza karibia mechi 5 kimataifa plus ligi kuu. Nadhani kashinda kama mechi moja. Nyingi kafungwa na nini? Kasare. Maana yake Simba confidence yake ipo chini. Kwa hiyo Simba anategemea leo kwenye mechi kubwa mzima dabi akarudisha nini? Matumaini yake. Lakini sasa timu kama Azam inaingia leo, yani sio kama nakosa Simba heshima, ila leo Simba na Azam nadhani Simba anaweza kuingia kama second team uwanjani. Kutokana na nini? Confidence yake kwa chini. Jana nilimsikiliza msemaji wa Azam FC Hashim Ibwe kidogo wakiwa kwenye ile press conference pre-match meeting ile ya kuelekea mechi ya leo. Nadhani hata ukimsikia anavyoongea inaonekana kabisa wao wana confidence kubwa kumzidi nani? Kumzidi Simba. Na Ahmed Ally mwenyewe alikiri ile kwamba tunaenda kucheza na timu ngumu, timu nzuri, timu yenye ubora. Kwa hiyo hata ukimsikiliza Ahmed Ally, sio Ahmed Ally tunamjua sisi ambaye Simba ipo kwenye ubora. Alikuwa anaongea kwa unyonge, yani inaonekana kabisa amechoka, unaona? Lakini pia ukiangalia Simba Azam FC quality players wake wengi wapo. Nadhani wanamkosa mtu kama Zuberi Foba, wanamkosa Lusajo Mwekenda, lakini pia Pasco Msindo pamoja na Idi Nado. Wachezaji na Faisal, wachezaji wa Faisal. Lakini tukirudi kwa Simba Sport Club wanakosa wachezaji wazuri. Selemani Mwalimu, Dennis, Wilson Nangu, goalkeeper namba 1, Shomari Kapombe, Show Me The Way, pamoja na wachezaji Yusuf Kagoma ambaye hapakuwa apati nafasi, lakini ni quality players ambao wangeweza kusaidia. Kwa hiyo ukiangalia kutokana na hadi kama hiyo juzi naona wachezaji muhimu wa Simba kama striker wao nani yule? Jona Sansoa ametua Zanzibari pamoja na nani? Yanshal Awa. Yaani huo ni serious
kutokana na mechi wanayoiendea. Kwa hiyo nadhani mechi ni kubwa, mechi ni ngumu. Kwangu mimi nadhani Simba atakuwa na wakati mgumu sana kiwanjani leo versus Azam. Asante sana Raswai Junior. Lakini kwako Malika sauti ya maadili, kwa ujumla ama kwa ile overall mchezo kati ya Azam na Simba haujawahi kuwa mchezo mgumu? Hata ukirudi nyuma katika historia ukiangalia michezo ya Simba na Azam imekuwa ni michezo ambayo yenye physical battle kweli. Yaani unaweza kusema ni michezo ambayo wachezaji wanafikana kweli. Hata ikumbukwe mchezo wa mwisho ambao ulipigwa pale Dar es Salaam, kuna tukio ambalo lilitokea kutokana na ile kugusana, physical battle. Hivi unauona uimara wa kikosi cha Azam FC kuelekea mchezo huu utakuwa maeneo gani ya uwanja? Uimara wa Azam utakuwa maeneo gani ya uwanja kwa coach Malika? Kwanza mchezo nikiangalia kwa ujumla unaonekana kuwa mchezo ambao ni wa kiushindani zaidi na ni mchezo ambao ni wa muhimu sana kwa timu zote mbili. Licha ya kwamba Simba ana uhitaji zaidi wa mechi hii kuliko Azam, kwa sababu ukiangalia Simba nyakati ambao anapitia kwa sasa hivi ni wakati mgumu sana. Kwa hiyo ni mchezo ambao una uhitaji sana kwa Simba, lakini Azam pia naye ana uhitaji kwa sababu anachokitaka pia naye anataka endeleze heshima yake. Kwa hiyo kuna baadhi ya maeneo nikiangalia Azam anaelekea kuwa bora zaidi compare na Simba, na sio kwamba atazidi kuwa bora sana, lakini kuna baadhi ya maeneo anaenda kumzidi Simba, kwa sababu ukiangalia wale wachezaji wengi wa Simba ambao wanatarajia, ukiangalia kikosi cha Simba ambacho kilicheza dhidi ya Azam mechi iliyopita na hii hapo, unaona kukuta kwamba wachezaji wengi wanakuwa hawapo. Kwa hiyo maeneo ya katikati pale nahisi Simba kidogo kutakuwa kuna changamoto, kwa sababu wachezaji wengi wa Azam wapo pale, ukiangalia kina James Akaminko, kina Sadio Kanuti, wapo watu wengi. Kwa hiyo Simba pale naona eneo la katikati kwa upande wa Azam naenda kuwa kidogo ni eneo hatarishi zaidi katika kutengeneza nafasi, lakini bila kusahau maeneo ya pembeni. Kwa mfano kuna watu kina Nasoro Saadoni, si ndio? Lakini pia kuna watu wengine wale kina Kitambala, Gift Kitambala. Kwa hiyo naona Azam akiwa na hatari, lakini siwezi kusema kwamba pia Simba na yenyewe sasa watakuwa dhaifu kiasi hicho, kwa sababu pia na yenyewe Simba quality ya wachezaji walionao tu inaweza ikaamua mechi, kwa sababu wanachezaji wakubwa kina Elim Panzu, kina Jan Chala Hoa, si ndio? Kuna watu kina Soa, ni watu ambao kidogo ukiangalia wanaweza kufanya lolote wakati wowote. Kwa hiyo tutarajie mechi ambayo ni mechi ngumu, lakini kwa Simba mechi ni ya muhimu sana, kwa sababu ukiangalia trend ya Simba inavyoendelea sasa hivi, Simba kisaikolojia haipo sawa sana kama walipo Yanga ama Azam. Kwa sababu gani? Simba hii Januari anaelekea kwenda kwenye mashindano ya kimataifa. Kwa hiyo hii mechi inahitajika wapate walau ushindi ili iweze kuwapa ile motivation kuelekea kwenye mchezo unaofuata. Lakini iwapo matokeo ya leo yakawa ni tofauti ama matokeo yakawa ni negative kwa upande wao kidogo, itakwenda kupunguza ile morali kwa ujumla sasa. Kwa sababu ukiangalia sasa hivi timu kama vile kuna mgawanyiko yani wa wachezaji, makocha, ukiangalia viongozi, lakini pia ukiangalia mashabiki. Lakini pia kwako Hechi Malika, uwepo wa mwalimu mpya ama kocha mpya huyu, mwalimu ambaye ametoka kule South Africa katika klabu ya Stellenbosch, kunaongeza kitu gani katika kikosi cha Simba kuelekea katika mchezo huu wa leo? Hivi unaiona Simba imebadilika kwa kiasi gani labda uwepo wa mwalimu mpya? Kwa kubadilika kwa mwalimu sidhani kama kutakwenda kuongeza kitu kikubwa sana katika klabu ya Simba, kwa sababu ukimwangalia nature ya mwalimu ambaye amekuja, kidogo takwimu zake nilipoziona kidogo zilinistua kidogo, kwa sababu ni mwalimu ambaye ametumia takriban miaka 8 kuiandaa Stellenbosch ya South Africa. Lakini katika hiyo miaka 8 ana ubingwa huu mmoja wa nini? Wa kombe la FA. Sio, unanielewa? Sio la ligi. Kombe la nini? La FA. Timu ambayo ameandaa kwa miaka mingapi? 8. Anakuja kukutana na timu ambayo inahitaji matokeo ndani ya mwaka, tena yenye upinzani mkubwa sana katika soka la Afrika. Kwa maana sasa hivi ukiangalia Simba target yao kubwa ni wapi? Ni kimataifa. Lakini ukimwangalia kocha huyo ndo ambaye alitolewa na nani? Na Simba ambayo sasa hivi ndo amekuja kuifundisha. Kwa hiyo ni kocha ambaye nikimwangalia Simba, kwangu mimi naona kwa kocha unataka kusema kwamba sio yale material ambayo yanahitajika pale. Sio material yale. Yaani unamwona kama kocha mpya wa Singida Big Stars, yule ndo kocha sasa ambaye alistahili aende Simba, kwa sababu ukiangalia hata takwimu zake zinambeba. Lakini ukimwangalia Steve Barker, kwa kweli takwimu zake sawa. Hechi Malika, tutarudi kwako. Kwako Alex, hivi unaona ili swala la Simba kuondokewa na wachezaji wake, baadhi ya wachezaji wake nyota ama baadhi ya wachezaji wake tegemezi katika maeneo mbalimbali ya uwanja, tukianzia pale golini, Ayubu golikipa namba 1 hayupo, lakini pia tukija mbavu ya kulia Shomari Kapombe pia hayupo, lakini tukija katikati
katika zile beki za katikati Wilson Nangu amekuwa ni ingizo jipi, lakini amekuwa akileta matokeo mazuri kwenye timu, naye hayupo. Lakini pia tukija katika eneo la kiungo, muhimili wa Simba pale katikati Yusuf Ali Kagoma, lakini pia naye hayupo. Je, hii unaona inaweza kuwa ni miongoni mwa sababu ambazo zinaweza zikaufanya mchezo huu kuwa mgumu, lakini pia labda tutegemee Simba anaweza kupoteza mchezo kutokana kwa kosa kwa wachezaji wake? Angalia kwa upande wa Simba, wachezaji muhimu kweli hawapo. Wachezaji kadhaa muhimu hapo kama utangulia kusema golikipa Ayubu, pia Yusuf Kagoma, Shomari Kapombe upande wa kulia. Lakini pia ukiangalia Azam vile vile kuna wachezaji wao pia muhimu hapo kama Faisal Salum, ni muhimili mkubwa pale kwa katika klabu ya Azam. Lakini mimi nadhani kwa upande wa Simba watakuwa inspired sana kwa sababu ujio wa kocha mpya na benchi la ufundi huenda kwa inspire wachezaji kwamba wakajituma zaidi ili waendelee kupata nafasi katika mechi zinazokuja. Kwa hiyo mimi nadhani kwamba mechi ya leo wachezaji wa Simba wataitumia kwa ajili ya kuinspire kocha wao ili waendelee kupewa nafasi katika mechi zingine zinazofuata. Asante sana Alex. Akimalizia hivyo, tupate mapumziko mafupi kisha tutarejea kuzimulika baadhi ya taarifa mbalimbali za kimichezo. Ulikuwa nao Mafia Finest, lakini siko peke yangu, niko nao chambuzi wangu Azam. Tupate matangazo mafupi kisha tutarejea.